Madhumuni ya mafunzo haya ni kujifunza, kutafakari na kuwajengea uwezo wa namna ya kukabiliana na jambo hili la ukatili wa kijinsia na changamoto ambazo zinaendana na somo hili la ukatili wa kijinsia. Mimi nafikiri kitu muhimu pamoja na yote ni kujaribu kuainisha chanzo cha haya mambo ni nini, kwa sababu kunatokea vijana wadogo wanafanya, watoto wa shule wanafanyiwa vitendo hivi, watu wazima wanafanya, watu wazima wanafanyiwa vitendo hivi, watu walioko maofisini wasomi wanafanyiwa vitendo hivi, lakini hata ndani ya taasisi zetu za dini vitendo hivi vinafanyika. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji umakini kwenye kuliangalia kwamba tiba yake itakuwa nini, na ili uweze kupata tiba ni kuweza kuangalia maeneo yale, vyanzo vyake ni vipi, ili labda kujaribu kuangalia hatua muhimu za kuchukua. Na naamini haliwezi kufanyika na kundi moja. Kuna sababu ya ushirikiano wa viongozi wa jamii, viongozi wa dini na upande wa serikali pia. Naitwa Mchungaji Andrew Munisi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini, idara ya uwakili na miradi ya Norwegian Church Aid Tanzania. Kwa siku ya leo tumekuwa hapa Uhuru Hoteli kwa ajili ya mafunzo ambayo yataendeshwa kwa siku 4 ambayo yameandaliwa na wenzetu wa Norwegian Church Aid Tanzania kwa kushirikiana na sisi, na tumehusisha viongozi wa dini, tukahusisha pia na wale ambao ni viongozi kwenye vikundi vya huduma ndogo za kifedha, lakini pia na paralegal. Paralegal ni wasaidizi wa kisheria na ambao tulishawapa mafunzo jinsi ambavyo wanaweza kupokea mashauri mbalimbali kwenye jamii na kuyafanyia kazi. Kwenye jamii kuna masuala mengi ambayo yanatokea kwa watoto wa kike, kwa watoto wa kiume, kwa wanawake na kwa wanaume, na mengine yanaonekana wazi wazi mbele za jamii. Kwa hiyo ni jukumu la viongozi wa dini, ni jukumu la wale ambao wanapewa mafunzo kupata mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia wao kama viongozi wa dini na kama viongozi wa vikundi mbalimbali, lakini pia kwa kutumia maandiko matakatifu ya Qur'ani na maandiko matakatifu ya Biblia inasemaje kuhusu maisha ya mwanadamu. Kwa jina ninaitwa Lucas Omar Haule. Mimi ninafanya kazi mbalimbali za kiustawi wa jamii, lakini kwa hapa nimekuja kwa ajili ya mafunzo ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Lengo letu ni kupunguza ama kuondoa hali hiyo ya ukatili wa kijinsia miongoni kwa watu ambao wanajihisi au wamekuwa ni wanyonge, ili waweze kuwa na ustawi katika maisha yao. Kupunguza ukatili wa kijinsia, hii itasaidia maendeleo, afya ya mwili, afya ya akili na afya ya kiroho, na ndio maana tunafanya pamoja na viongozi wa dini. Kwa majina anaitwa Theodora Juvenali Tesha, nimetokea Paralegal Rombo, ni msaidizi wa kisheria. Masuala yaliyopo Rombo ni haya masuala ya ulevi ambayo ndio yanaleta ukatili katika familia za watu mbalimbali. Yaani tunawashauri makanisani, kwenye mikutano, tunawashauri kana kwamba ukatili kama huu umesababishwa na mambo ya ulevi. Tukipunguza ulevi Rombo, lazima mambo yataenda. Na wazee wengi wameacha majukumu yao, wamewaachia wanawake majukumu na watoto. Kwa hiyo tunapowashauri baba, ume na vikundi vyenu, hata ukinunua kuku moja ikitaka unaweza kuwa na pesa yako mfukoni, sio kutembea na kulewa na kutukana familia. Uwe kama baba mlezi katika familia yako. Kwa hiyo naona baba wengi wameshaunda vikundi vyao. Kwa jina ni Milikieli Israeli Malisa. Kuna watu wengine ambao wananyanyaswa katika mambo ya mirathi. Kupokea hii elimu na kwenda kuitoa kwa wale walengwa ambao ndio tunawapelekea sasa. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment